Nishike mkono univushe Maria, nikwepe mashimo na mabonde Maria, naogopa. Kwa jina naitwa Padri Alfred Rweyimana Didas, ni padri wa Jimbo Katoliki la Musoma, na humu katika Jimbo Katoliki la Musoma nafanya kazi katika parokia ya Mtakatifu Jetruda Komaswa Tarime. Leo kama siku zingine zilizopita, nakuja mbele yenu kuwaletea tafakari ya Jumapili ya 28 ya mwaka C wa kanisa mwaka huu wa 2019. Tumsifu Yesu Kristo. Leo ni Jumapili ya 28 ya mwaka C wa kanisa. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Ee Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Na Yesu alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 17 mstari wa 12 hadi wa 18. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, upendo wa Mungu kwetu sisi wanadamu sio wa masharti, bali ni upendo usio na mwisho. Wakati wa utume wa wazi wa Yesu, Bwana Yesu alidhihirisha kuwa amekuja kuleta ukombozi kwa watu wote. Aliwafikia maskini wa Kiyahudi, halikadhalika pamoja na watu wengine. Bwana Yesu akiwa hapa duniani aliwafikia wadhambi na wenye haki. Aidha, aliwafikia wafungwa na walio huru. Aliwafikia vijana kwa wazee, aliwafikia wanaume kwa wanawake. Ndugu zangu, Yesu amekuja kuwaita wadhambi kwa ajili ya kuongoka na kupata ukombozi. Tumsifu Yesu Kristo. Machoni pa Mwenyezi Mungu, kila mtu anafurahia upendo wake, upendo usio na masharti pamoja na huruma yake. Kila mtu anathaminiwa, na hii ndiyo hali halisi inayoonekana katika injili yetu ya leo, injili tuliyoisikia hivi punde. Katika injili hiyo, wenye ukoma walitengwa na jamii. Sio tu kwamba waliathirika kwa ugonjwa huo mbaya, bali vile vile jamii iliwachukulia wakoma hao kuwa ni wafu. Tumsifu Yesu Kristo. Wakoma hao hawakupendwa na walifukuzwa mijini, lakini Bwana Yesu hakuwapinga wala hakuwatenga. Katika uhalisia, Yesu aliwaonyesha upendo, aliwaonyesha ukarimu na huruma yake ya kipekee. Mtu mwenye ukoma alipokutana na Yesu, aliponywa na alirejeshewa uhai wake tena, na akarejeshwa tena katika nafasi yake ndani ya jamii. Wapendwa taifa la Mwenyezi Mungu, katika baraka kubwa ya namna hii ni lazima kuweko na sababu mahususi, si ya kumtolea Mungu sifa, utukufu na shukrani. Lakini kwa bahati mbaya, kati ya wakoma 10 walioponywa, ni mkoma mmoja peke yake ndiye aliyerudi kumshukuru Yesu, ndiye aliyerudi kusema asante Bwana Yesu, ni huyo Msamaria mmoja. Na yeye akuponywa tu, bali pia aliokolewa. Wakoma wengine wale 9 waliponywa lakini hawakukombolewa. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, maneno ya Yesu kwa Msamaria yanatufunua akili zetu. Bwana Yesu anamwambia Msamaria, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 17 mstari wa 19. Kwa msemo huo, Yesu anamaanisha kuwa moyo wa shukrani ni kielezo cha imani na ni njia ya kupata ukombozi.
Sisi, yaani mimi na wewe, kama wafuasi wa Kristo, tunapaswa kuwa watu wa shukrani kwa Mungu muda wote. Mtakatifu Ambrosi alifundisha akasema, hakuna jukumu lililo makini sana. Alisema hakuna jukumu lililo makini sana zaidi ya kurudisha shukrani na zaidi ya kusema asante. Je, ni kwa nini shukrani ni jukumu? Mtakatifu Paulo anaelezea akisema, furahini daima, salini kila wakati, na kuweni na shukrani katika kila hali. Hivyo ndivyo anavyotaka Mungu kwenu katika kuungana kwenu na Yesu Kristo. Mwenyezi Mungu anapenda tumtolee shukrani, si kwa sababu anataka shukrani kutoka kwetu, bali katika kumshukuru Mungu sisi wenyewe tunafaidika moja kwa moja. Ndugu zangu na rafiki zangu wapendwa, katika maneno mengine, shukrani huwa zinatusaidia sisi kuwa katika neema na hivyo kutufanya tukubalike machoni pa Mwenyezi Mungu. Kwanza, shukrani zinakuja kutoka kwenye unyenyekevu. Mtu mwenye majigambo hawezi kuwa na shukrani kwa sababu huwa anafikiri kwamba yeye ndiyo chanzo cha kila kitu. Hivyo mwenye majigambo hujiona na hujisikia kuwa hahitaji msaada wa mtu yeyote yule. Lakini kwa upande mwingine, mtu mnyenyekevu mara kwa mara huwa anakubali kuwa baraka zinakuja na kumfikia kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Pili, shukrani inatupeleka katika ukweli. Tatu, shukrani ni kichwa cha habari cha ukweli ulio wa msingi, kwamba kila kitu kinakuja kutoka kwa Mungu, kwani yeye ndiye muumbaji na chanzo cha mambo yote. Nne, shukrani ni suluhisho kamilifu la dhambi, yaani dhambi ambayo kimsingi imejikita katika hali ya ubinafsi. Shukrani huwa zinaondoa muonekano wetu mbali na kwetu sisi wenyewe, na huwa zinatuongoza sisi kumwelekea Mwenyezi Mungu na pia kuwaelekea watu wengine. Tumsifu Yesu Kristo. Sita, shukrani huwa zinatufanya sisi kuwa wazazi na wakarimu zaidi kwa ndugu na majirani zetu wanaotuzunguka. Katika njia hii ya shukrani, neema zinazokuja kutoka kwa Mungu zinashirikishwa kwetu na zinakwenda kwa wingi zaidi ndani ya jumuiya zetu. Inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 17 mstari wa 19. Maneno hayo ya Bwana wetu Yesu Kristo yanatukumbusha kwamba moyo wa shukrani ni wa kweli kwa sababu unaamini katika busara ya Mwenyezi Mungu, na wakati neema za Mungu zinaposhirikishwa kuna kuwepo ukombozi. Na shukrani za kweli mara zote huwa zinatupelekea katika kutoa, ambapo katika kurudisha tunapata uzuri na ukamilifu. Hivyo, wapendwa ndugu zangu, changamoto iliyopo kwetu sisi ni katika kuishi roho ya shukrani. Waswahili husema asiyeshukuru kafiri, na wengine huendelea kusema asiye na shukrani ukausha mema yote, na wengine zaidi wanasema moyo usio na shukrani ukausha mema yote. Basi katika Jumapili hii ya 28 ya mwaka C wa kanisa, tusali na tumuombe Mwenyezi Mungu ili roho hii ya shukrani iweze kutuongoza katika kumwamini Mungu zaidi na zaidi katika maisha yetu ya imani ya kila siku. Wapendwa familia ya Mwenyezi Mungu, ninyi mnaoendelea kunitazama, kunisikiliza na monchi ameso, Msamaria huyo aliyeponywa ukoma wake anamshangaza Yesu. Msamaria huyo
alikuwa na maono ya kimungu ambayo wale Wayahudi 9 waliokuwa wameelimishwa katika imani na kukubali maandiko hawakuwa na maono hayo. Ingawa wakoma wote 10 walijua, waliamini na walifahamu kuwa Yesu alikuwa mponyaji, mwanga mpya uling'arisha tu akili na moyo wa Msamaria yule. Msamaria alitambua kuwa Yesu alikuwa zaidi ya mponyaji. Ndiyo maana katika harakati za ukombozi wake, mkoma huyo alifanikiwa kuupata ujumbe wa Mungu. Huyu ambaye hakuwa anawaamini manabii anashangaza kwamba anamtambua Bwana Yesu kuwa ni Mungu aliyemtuma yeye, ambaye manabii walimtangaza. Ni yeye aliyekuwa wa kwanza kutambua kuwa Mungu hayupo mbali na wakoma. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani kwa njia ya Kristo Mwenyezi Mungu alitokea katikati yao wakoma hao 10, akawagusa na kuwaponya. Wapendwa katika Kristo, somo la kwanza la leo limeongea na linaongelea kuhusu Naamani, yaani Naamani aliyekuwa kamanda wa majeshi. Tumsifu Yesu Kristo. Naamani alikuwa na ukoma. Katika maandiko matakatifu tumesikia kuwa kwa amri ya neno la Elisha, Naamani alienda kujichovya katika mto Yordani. Alijichovya mara 7 na hatimaye ngozi yake ikarudi na kuwa kama ngozi ya mtoto mchanga. Ni kwa njia hiyo, ndugu zangu, Naamani aliponywa. Na alipogundua kuwa amepona, Naamani alirudi. Alikwenda kumshukuru Elisha akiwa na zawadi. Naamani alipofika kwa Elisha akiwa na zawadi yake, Elisha alikataa zawadi ile ya Naamani. Na papo au hapo, ndugu zangu, tunajifunza kitu kwamba uponyaji haupaswi kuelezwa kuwa umetokana na kiumbe chochote kile, bali uponyaji unatokana na umetokana na Mungu mwenyewe tu. Naamani alitambua na alimtukuza Mungu kwa kusema, sasa natambua kuwa hakuna Mungu mwingine duniani ila Mungu wa Israeli. Tunasoma hayo kutoka katika kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 5 mstari wa 15 hadi wa 16. Hivyo aliendelea kusema Naamani, kuanzia sasa sitamwabudu Mungu mwingine isipokuwa Bwana. Ndugu zangu na rafiki zangu katika Kristo, Naamani aliponywa si tu ukoma bali roho yake. Yaani aliponywa kwenye upagani, aliponywa kutoka kwenye upagani akaingia kwenye imani ya kweli, imani ya Mungu mmoja. Tumsifu Yesu Kristo. Wakati Paulo anaandika barua ya pili kwa Timotheo, alikuwa gerezani huko Rumi. Alikuwa tayari ameshafikishwa kwa hakimu katika hatua ya kwanza, lakini hakuna hata mmoja aliyekuwa na nguvu ya kutoa ushuhuda juu yake ili kumtetea. Tunasikia hayo kutoka katika barua ya pili ya mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 4 mstari wa 16. Marafiki wengi walimtenga na wakawa mstari wa mbele kumpinga. Rejea waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 4 mstari wa 9 hadi wa 15. Ndugu zangu mnaoendelea kunisikiliza na kunitazama, ninyi mnaoendelea kunikodolea na kumoncha meso, kitu kinachowapa faraja mitume katika kipindi hicho cha magumu ni kwamba Kristo pia alipitia mateso mengi na kutoeleweka kabla ya kuingia katika utukufu wa Baba yake. Sifu Yesu Kristo. Kwa hali hii au kwa hili, mtume Paulo anamwambia Timotheo na anajiambia yeye mwenyewe, mkumbuke Yesu Kristo.
Kumbuke Yesu Kristo. Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 2 mstari wa 8. Kumbe ili kupata ukombozi ni muhimu kupitia njia hiyo hiyo, njia ya mateso, yaani njia aliyoipitia Bwana Yesu. Wapendwa, kama tutakufa pamoja naye, tutaishi pia pamoja naye, na kama tutavumilia pamoja naye, tutatukuka pamoja naye. Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 5 mstari wa 11 hadi wa 12. Katika mantiki hiyo, yaliyotokea kwa Yesu na kwa Paulo yatamrudia kila mfuasi mwaminifu wa Kristo. Ndugu zangu na rafiki zangu wapendwa katika Kristo, katika kipindi cha Yesu, yaani wakati wa enzi za Yesu, kulikuwa na aina 4 za watu waliochukuliwa kama watu waliokufa au watu wasioishi. Makundi hayo yalikuwa ni haya. Kundi la kwanza la watu waliofikiriwa kama wamekufa ni wale watu maskini. Kundi la pili lililofikiriwa kama watu wasioishi au watu waliokufa ni lile kundi la wakoma. Kundi la tatu lililofikiriwa kama ni watu waliokufa ni wale waliokuwa vipofu. Na kundi la 4 lililochukuliwa kama ni la watu waliokufa na wasioishi ni kundi la wale wasio na watoto, wale ambao hawakuwa na watoto. Tumsifu Yesu Kristo. Magonjwa yote yalichukuliwa kuwa adhabu kwa sababu ya dhambi, lakini ukoma ulichukuliwa kuwa ndiyo alama ya dhambi yenyewe. Hivyo muujiza wa kumponya mtu aliyekuwa mkoma au aliyekuwa na ukoma ulikuwa sawa na muujiza wa kumfufua mtu kutoka wafu, maana ni Bwana mwenyewe aliyeweza kuuponya. Wapendwa taifa la Mwenyezi Mungu, ujumbe uliomo katika injili yetu ya leo hauelezei mkoma mmoja tu, bali wakoma wote 10. Wakoma katika injili yetu ya leo wanawakilisha watu wote, wanawakilisha binadamu wote, na hasa wale walio mbali na Mungu, hasa sisi sote, yaani mimi na wewe. Mwinjili Luka anataka kutuambia kuwa sisi ni wakoma. Mimi na wewe mnaitazama tu wakoma, na tunahitaji kukutana na Yesu. Kumbe hakuna hata mmoja wetu aliye mkamilifu. Sote tumebeba au tuna ngozi kama alama ya kifo, ambapo ni Yesu mwenyewe anayeweza kutuponya. Ndugu zangu, kila anayejitambua yeye mwenyewe kwamba ni mkoma hawezi kujiona mwenye nguvu, na kila anayejitambua yeye mwenyewe kwamba ni mkoma hawezi kuhukumu, hawezi kujitenga, wala hawezi kuona haya na kutazama chini, bali kila anayejitambua kwamba yeye ni mkoma atakuwa katika mshikamano, katika mema, na kwa pamoja kuepukana na mabaya kama kaka na dada. Wapendwa ndugu zangu, sisi ni wakoma tuliojitenga mbali na ukombozi na huruma ya Mungu kwa njia ya kuanguka kwetu katika dhambi zetu. Basi ndugu zangu, leo hasa katika Jumapili hii ya 28 ya mwaka C wa kanisa, na hasa katika adhimisho hili la misa takatifu, adhimisho la Ekaristi takatifu, tumuombe Mwenyezi Mungu atuzidishie fadhila ya imani ili tuwe na tamaa ya kupokea huruma ya Mungu kila siku, na hasa tunapomkosea tumkimbilie, turudi kwake mara moja bila kuchelewa, na tuombe msamaha wake. Tumuombe Mungu Baba yetu wa mbinguni atuhurumie,
tujaliwe moyo wa shukrani daima. Tukumbuke kusema asante Bwana Yesu, asante Baba Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kwa kumalizia, na watakieni nyote siku njema na Jumapili njema ya 28 ya mwaka C wa kanisa, mwaka huu wa 2019.